Mpendo unayenifuata, tulikuwa tunaongea habari na tunaendelea kuongea habari za Zakayo, mtoza ushuru katika nchi ya Uyahudi na wakati wa utawala wa Kiroma. Na huyu Myahudi mtoza ushuru kwa kazi ya Waroma iliwakwaza sana Waisraeli, iliwakwaza sana Wayahudi, sababu amewatoza ushuru kwa kuwalemea sana, na hii ikawafanya Wayahudi wachukie sana Zakayo na wasimpendi na kumfurahia, kuona ya kwamba ni kibaraka cha adui zao. Lakini Zakayo, ingawaje kuchukiliwa na ingawaje dhambi alizozifanya, alikuwa na moyo wa kuvunjika na alikuwa na shauku sana ya kukutana na Mwokozi, ya kukutana na Yesu. Yesu ni mtu mmoja tu alikuwa na uwezo wa kusamehe, alikuwa na uwezo wa kuponya, alikuwa na uwezo wa kuweka huru, alikuwa na uwezo wa kutakasa maisha ya watu, alikuwa na uwezo ya kuwafanya wavutike mkitabu cha hukumu na waandikwe mkitabu cha uzima wa milele. Alikuwa na uwezo huyo. Ingawaje Zakayo hakupendwa na watu, lakini amefurahiwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Huku Yesu anaingia Yeriko, Zakayo anasikia habari ya kwamba Yesu tayari ameingia katika umati wa watu. Akatoka nyumbani kwake akaharakia sana ili akutane naye, amuone Yesu. Alikuwa na shauku hiyo. Zakayo tajiri, Zakayo mwenye cheo, Zakayo mtu mzima, akasema sababu mimi niko mfupi, acha nipande mti huyu wa mkuyu nione ya kwamba anaweza kumuona hata huyu baba, huyu mtu wa miaka 30 anayefanya mambo ya ajabu, ninayeamini ya kwamba ni Mwokozi, ni Yesu, nimuone kwa macho yangu. Na wakati amekimbia vile, hakujali umati wa watu ulikuwa unajulikana, lakini hakujali wale waliokuwa karibu na yeye, na hakujali cheo, na hakujali miaka, na hakujali pia utajiri aliyokuwa nao, lakini lengo moja ilikuwa amuone Yesu. Na moyo wa Yesu kagonga, akainua macho juu akamwona Zakayo, akamwambia, Zakayo, harakisha ushuke, sababu ninakuja nyumbani mwako, nitakuja nyumbani mwako. Na Yesu kitambo tu akaingia nyumbani kwa Zakayo, ingawaje watu hawakufurahia na hawakupenda kwenda kwa Kristo, kwa Yesu, kwa Zakayo, lakini Yesu aliona moyo wa Zakayo kwamba ni moyo una kiu ya wokovu. Amekuwa amechoka, yawezekana amelemewa na dhambi, amelemewa na kuchukiliwa, alisikia na raha ingawaje na vitu na cheo, lakini akasema inabidi nikutane na mtu anayepumzisha. Ni hapo alikimbia kukutana na Yesu, na kweli Yesu akaingia kwake. Zakayo akatubu, alikamata nusu ya mali yake akasema napatia maskini, na akasema yule ambaye nimemchukulia chochote nitamrudishia mara 4 kuliko. Amefanya hivyo, katamka hivyo. Yesu akamwambia wokovu umeingia katika nyumba hii. Nilipenda kusema na mtu ambaye ananifuata ni kwamba unaweza kuwa na dhambi nyingi, hata umefikia kiwango cha kufikiria kwamba hauwezi kusikizwa, hauwezi kukubaliwa. Biblia inasema hata dhambi zako zikiwa nyekundu kama damu, Mungu atazisafisha na utakuwa mweupe kama theluji. Inawezekana hata ziwe nyingi kama mchanga wa bahari, zinaweza kusafika tena. Neema ya Mungu na nguvu ya damu ya Yesu ina uwezo wa kuondoa aina yote ya dhambi